Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, and Fabidigo TV. Oi. Okay. Tumekuja tena muda huu wa saa 6:30 au saa 7:20, saa 7:30. Tupo katika kipindi cha michezo. Muda wa leo ni siku ya Jumatano, siku nyingine tena ya kulindima kuwaletea yale yaliyojiri katika michezo. Leo ni kipindi cha michezo. Muda huu tunataka tutoe yanayojiri ili muweze kujua mechi zitakazochezwa leo na matokeo yake tutakuja kuwapa baadaye baada ya mpira kuisha. Kitu cha kwanza, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare habari za Fabidigo TV ili ziweze kuwafikia watu wengine. Tupo katika habari ya michezo ambazo kila mtu anapenda kujua kwamba ni kitu gani kinatokea. Humu tutataja muda pamoja na michezo ya leo itakayochezwa kwenye Premier League, NBC Premier League, yani ligi kuu Tanzania bara ya NBC. Baada ya Simba na Yanga na Azam na Singida Black Star kutolewa katika Big Star kutolewa katika yani kutoka katika hatua ya makundi, kutofanikiwa kufuzu robo finali ya kuendelea na mashindano ya klabu bingwa na shirikisho, timu za Simba na Yanga na Singida na Azam zipo katika kutimiza wajibu wa kucheza ligi kuu ya NBC ili waweze kufanana na wenzao waliotangulia, kwa mfano JKT na timu zingine ambazo ziko mbele katika mchezo. JKT Tanzania na timu zingine ziko mbele kwenye mchezo kwa Simba na Yanga, maana Simba na Yanga ziko hatua ya 9 na sasa hivi zinaingia hatua ya 10 ili waweze kucheza mchezo waweze kufanana na timu zingine katika ligi kuu Tanzania bara. Sasa hivi ligi kuu Tanzania bara inaongozwa na JKT Tanzania kwa msimamo wa ligi kuu Tanzania, lakini leo sasa tunakupa kile kilichokuwa kizuri kinachoweza kukwambia au kukufanya wewe uitwe mwanamichezo katika Fabidigo TV. Mara baada ya Simba na Yanga kushinda michuano au mashindano yaliyopita ya NBC Premier League pamoja na FA, yani Yanga kumpiga Namungo kwa goli 1-0 na pia Simba kushinda magoli 2 kwa timu ya Tanzania Prison huko Dodoma, na Yanga kiwa Majaliwa Stadium au Majaliwa Complex kwa ajili ya kucheza mchezo ule wa 9 ambao Yanga walipata pointi 3 katika kule ugenini katika uwanja wa Majaliwa, na Simba pia akipata pointi 3 katika uwanja wa ugenini, yani kule Dodoma. Na leo tena pia kuna michezo mitatu mikubwa ya wakubwa hawa wa Tanzania ambao ni Simba, Yanga na Azam, kwamba hizi timu pia leo zinaingia uwanjani kwa muda tofauti, ambapo Simba na Yanga zinaingia ili kutafuta pointi 3 pamoja na Azam Ibenge. Kabla ya kutaja muda pamoja na timu zenyewe husika, tunaweza kusema uchambuzi wetu ni kwamba tumeuliza kwa wasemaji wa klabu hizi, akiwepo Ibwe wa Azam na akiwepo Ahmed Ali wa Simba na akiwepo Ali Kamwe wa Yanga Football Club, yani kwamba wanasemaje kuhusu kuelekea katika mchezo huu ambao michezo ya leo ambao tena kila mtu anatafuta ushindi ili ajiweke katika sehemu nzuri ya ligi kuu ya Tanzania bara. Mchezo ikaja kwa kusema kwamba wanasema kwamba leo ni kitu mwake. Wanasema leo atumwi mtu sokoni, kila mtu anaingia kwa muda wake ili akasake pointi 3, na pointi 3 sasa zinafahamika kwamba kwa Simba na Yanga na Azam lazima ziende, maana wao ndio wakubwa wa ligi, maana wao ndio majiant kwa lugha nyingine ya Kimombo, yani lugha ya Kiingereza.
Tunashukuru sana kwa kusikiliza hii habari. Kwa hiyo basi Ahmed Ally amesema wajibu wao ni kutoka na pointi 3 kila mechi ili waweze kuchukua ubingwa wa ligi kuu kwa mara nyingine tena, mara 5 mfululizo. Ahmed Ally amesema kitu kilichokizoea ni kigumu. Ally Kamwe amesema kitu kilichokizoea ni kigumu, kuacha ubingwa wa Tanzania ni sasa na kuruvua nguo, hauwezi kutembea uchi. Kwa Ahmed Ally anasema Ally Kamwe note Ahmed Ally Kamwe wa Yanga, Ally Kamwe anasema kinachowafanya wenyewe washinde, maana walishazoea kuchukua ubingwa. Sasa wanataka wachukue ubingwa tena wa mara nyingine tena, ambao watampiga JKT Tanzania leo ili waweze kushinda ubingwa wa ligi kuu Tanzania mara ya 5. Amesema hicho sasa na kifo, kwamba kifo akizuiliwi, ila uweze jua tarehe unayokufa, kwa sababu mtoa roho anapokuja anajua yeye pamoja na Mungu mwenyewe anayemtuma mtoa roho, kwamba mtoa roho anapokuja shetani ndo anakuja ili kukutoa uhai ili usiwepo duniani. Kwa wamesema swala la kuchukua ubingwa Yanga ni lazima, ndivyo alivyosema Ally Kamwe. Ahmed Ally mwenzie, Ahmed Ally amesema ule mpira sambusa, mpira biriani, mpira chipsi mayai, ule mpira wa Steven Becker wa Simba Football Club aliyetoka Stellenbosch kule South Africa na kuja Tanzania ili waweze kufanya mambo yale. Wanasema ya kwamba kitu kimewaka. TV zetu zinasema hivi, kwamba anasema Ahmed Ally, kama mpira mliona ule waliochezewa Tanzania Prison, wanasema utakuwa maradufu ya mpira ambao utachezwa kwenye uwanja mzuri ule wa Dodoma leo, kwamba wataonekana kama ni uwanja pichi nzuri, kumbe pichi mbaya. Wanataka waoneshe kwamba wamekuja kivipi. Ndio maana siku moja Ahmed Ally alisema kiasi kwamba kwamba ligi kuu ya klabu bingwa ingekuwa naanza hivi, klabu bingwa ingekuwa naanza katika msimu huu, wanasema wangeshinda mechi zote, wangeongoza kundi lao, lakini kwa vile Mungu aliamua kwamba leo Simba mwaka huu wawe hivi ili wajifunze, kwa kujaribiwa pia usiogope. Ahmed Ally wa Simba amesema ya kwamba mpira sambusa, mpira biliani inakuja zaidi na zaidi, na watacheza mpira position nyingi na kufunga magoli ya kutosha ili waweze kujikita katika nafasi nzuri kabla ya kukutana na dabi, ili wajiwekee maandalizi mema ya kucheza dabi tarehe 1 mwezi wa 3 2026. Asante sana. Tunaendelea ndugu zanguni, maisha yetu yanaendelea kuangalia kitu ambacho kimewaka. Tunaendelea tena kuambia kwamba Ahmed Ally anajisifia kwa kuwa yeye ni mtu kama jitu lingine, kwamba ni mtu mmoja zaidi ya watu milioni 100. Kwa yeye ni zaidi ya watu milioni 100. Ahmed Ally anasema ya kwamba leo ni leo, mzima kesho ni muongo. Amesema Rusheni pamoja na Aula pamoja na Guye pamoja na mtu mwingine pale ndani pale, akiwepo mwalimu, akiwepo mwingine pale, utamkuta mwingine Kagoma, utamkuta Kapombe, utamkuta mchezaji mwingine anaitwa Kusali golikipa wao, utakumkuta namba 3 wao anaitwa huyu anaitwa Kibabage, namba 4 pale utamkuta huyu jamaa anaitwa Toure, namba 7 kule ndio huyo nimemtaja Guye, namba 11 nimemkuta Aula, namba 10 utamkuta jamaa kama anajiita Chama, na mwingine pale anajiita mwingine huyo Liombe. Sasa kwa hiyo tunasema kweli yale yaliyojiri katika maisha ya dunia, tunasema asante sana. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment. Tunaelekea kwenye upande wa Yanga, kikosi cha Yanga kitacheza na Young African, watakaribisha JKT Tanzania saa 10 jioni. Young African watacheza na JKT Tanzania saa 10 jioni, ndio mchezo wa kwanza leo. Young African saa 10 jioni. Fabidigo TV tutakuwa mbashara kuwaletea vitu hivyo, na watu watasema asante kuwaletea. Endelea kusubscribe Fabidigo TV. Pia mechi itakayofuata ni mechi ya Dodoma Jiji vs Simba. Mechi leo tarehe 25 mwezi wa 2 2026 saa
1:15 usiku masaa ya Afrika Mashariki, ambapo Simba atakaribishwa na Dodoma kule Dodoma kwa ajili ya kufanya mambo yawe safi, na mechi zote zitaonyeshwa. Baada ya kufuturu, watu mnaingia kucheza mpira au kuangalia mpira kati ya Simba pamoja na Dodoma Jiji, na Dodoma Jiji ndio wenyeji wa Simba na Ahmed Ally alishaongea tayari, huku Azam Ibwe ameongea kwamba mwendo ni ule ule, kugawa kichapo mpaka kieleweke. Lengo lao, wanasema Ibenge anataka ubingwa wa ligi kuu. Hajakata tamaa, maana anaona anachungulia kule anayeongoza ligi ni JKT Tanzania, atashuka muda wowote. Anasema kama Simba tumempiga, nani atashindwa? Anasema kinachofuata ni kupiga wakubwa tu ili tuchukue ubingwa. Ibwe amesema atapiga wakubwa hadi kieleweke, hata kibebwa na refa pointi wakiiba nyingi, lakini wao wakiwa na pointi nyingi hawezi kuwafikia. Ni msemo, ni maneno ya wasemaji wetu wa klabu zetu za Tanzania na Fabidigo TV tukinukuu. Kwa hiyo basi mechi ya kwanza inakuwa ni Yanga na JKT Tanzania saa 10 jioni na ya leo, na pia mechi nyingine ya pili itakayofuata ni Simba pamoja na Dodoma Jiji huko Dodoma, mji mkuu wa Tanzania, saa 1:15. Mechi itakayofuata ya mwisho ni saa 3:30 ambayo itachezwa Complex Azam pale, ambapo itakuwa Azam anamkaribisha Mtibwa Sugar, mechi ambayo itachezwa saa 3:30 mpaka mida saa 7 itakuwa mechi inaisha kule. Na tutawaletea michuano yote hii na tutawaletea matokeo yote. Kuanzia sasa tupo na nyie, endelea kusubscribe Fabidigo TV, yes na BM Zakaria TV, nasi tutasema asanteni sana. Asante sana kwa kutusikiliza. Amina. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.